Siku ya jana mkoani Tabora kwa kuna mchezo wa Yanga dhidi ya Tabora. Matokeo ya nyuma Yanga alifungwa bao 3-1. Mchezo huu ulionekana nje tu ya uwanja, una mambo mengi sana. Sasa msemaji wa Yanga na mkuu wa mkoa yaliisha yale. Nataka unipe tathmini yako ya dakika 90. Mchezo huu uliona vipi? Kwa mtu anayefahamu mchezo, kwa mchezo wa Yanga dhidi ya Tabora United, nafikiri hawezi kushangaa kwa kilichotokea. Labda kama mtu alikuwa na ushabiki wake mwingine, lakini kwa anayefahamu mpira hawezi kushangaa kuhusu Yanga kupata alama 3, kwa sababu tumesema kwamba form is permanent but no, class is permanent, form is temporary. Kwa hiyo imedhihirika jana hata kwa Tabora. Yanga wana class players, wana klasi ya juu, huwezi kukompea na Tabora United. Tabora United wana form kama walivyokuwa na form nzuri kwenye mchezo wao wa kwanza Azam Complex, waliweza kuibuka na alama 3 na mabao 3. Lakini class imeamua, umeona Yanga hawakusumbuka sana kupata alama 3 kama jinsi ambavyo watu wengi walivyotarajia. Lakini pia ni nzuri pia kwa namna jinsi ambavyo ilikuwa inazungumzika kabla ya mchezo wenyewe. Ni kitu kizuri, ni kitu ambacho kinakuza ligi yetu, ni kitu ambacho kinakuza mpira wetu wa Tanzania. Kwa sababu ni namna gani Yanga anazungumziwa Tabora, ili azungumziwe sana aidha kwenye media au wadau wa michezo mbalimbali Tanzania au nje ya Tanzania, ni namna gani anaweza kumzungumzia Tabora. Kwa hiyo ni kitu kizuri alichokifanya Tabora. Mechi ya kwanza ndio kimefanya mchezo kuonekana mkubwa, lakini mchezo ulikuwa mkubwa kwenye makaratasi, lakini haukuwa mkubwa kiuhalisia. Class imetengana na form. Umeona class inafanya kazi alafu form inakaa pembeni. Ndicho kilichotokea kwa jana. Kuna tukio la Paulo linyuma pande huu akapewa. Hilo tukio uliona vipi? Tumeshasema kwamba mwenye mamlaka ya kutafsiri sheria 17 za mchezo tunatazama yeye, kwa sababu sintofahamu ni nyingi kwa uamuzi wetu wa Tanzania especially. Zipo sintofahamu nyingi na malalamiko ni mengi na vitu kama hivyo, inagubikwa na masuala kuhusu sometimes masuala ya rushwa. Hatuwezi kuvizungumzia sana. Tunachotamani sasa, tunatamani tuweze kutoka hapa tulipo. Tufike basi hatua ambayo inafuata, tuweze kuana marekebisho, tuone mambo mengi yakirekebisha. Na nafikiri ndiko tunakoelekea, kwa sababu kutazama bodi ya ligi TFF unaona ni wana mpango kazi fulani ambao utakwenda kubadilisha hata ligi yetu, na nafikiri hata next season tunaweza kuona vitu tofauti. Kwa mfano kuna issue ya mfadhili mmoja kufadhili timu zaidi ya moja. Nafikiri next season tunaweza kuona kitu tofauti, kwa sababu ni kitu tayari kimeshaanza kuzungumzika kwamba hatakiwi mfadhili mmoja kuwa na timu zaidi ya moja. Kwa hiyo kama unavyoona kwa Tanzania hapa kuna mtu kama GSM anadhamini zaidi ya timu 8 mpaka 10, sawa. Unaona, kwa mujibu wa kanuni au ya sheria, kwa mujibu wa kanuni, nafikiri hawakutazama vizuri hiyo kanuni au hawakujua kama inaweza kuwa na impact tofauti, lakini naweza kuona next season inaweza kaa tofauti. Kwa hiyo tunaona ni namna gani TFF na bodi ya ligi wanaendelea kuwa bora zaidi kuona ni namna gani, kitu gani wakitoe na kitu gani wakiweke. Kwa sababu gani? Bodi ya ligi na TFF wao ndio wanapanga katiba namna gani ya kuendesha michezo. Kwa hiyo wao wana mamlaka kwa mujibu wa sheria na kanuni kutengua vile vifungu vya sheria au zile kanuni kuzibadilisha kwa namna jinsi watakavyoona inafaa, kwa sababu ile bodi ipo kwa mujibu wa sheria, sawa, si kwamba imewekwa na yenyewe inasimamiwa na CAF mpaka na FIFA. Kwa hiyo wanaweza wakatoa kitu gani wakitoe, kitu gani wakiingiza. Kwa hiyo mimi naona kwa mpira wa Tanzania, kwa mechi ya jana ya Yanga dhidi ya Tabora, naona ni kitu kizuri ambacho natamani kitokee hata kwa Pamba, natamani kitokee hata kwa Kagera. Yani Yanga aende kucheza na Kagera, yani mechi iwe na hype kubwa kama hivyo. Hiyo inaweza kukuza michezo, inaweza kukuza ligi pia kwa ujumla. Kwa mechi zilizosalia na matokeo ya Yanga ndio wanayapata paka sasa, tunaweza tukaamini kwamba Yanga ni msimu wa 4 huu ataenda kuchukua taji la NBC. Kwa jinsi ilivyo bado huwezi kusema hivyo, kwa sababu bado kuna competition, na ukiangalia utofauti wa wao Simba, Yanga, Azam ni kama watu ambao wamekaribiana sana. Kwa hiyo kusema kwamba anaweza kwenda kuchukua msimu wa 5 inawezekana nikawa ni target yao Yanga, lakini pia hata Azam pia wana target hiyo kuchukua taji hilo, lakini Simba pia na wao. Ila Zakazakazi alishasema wao wameshajitoa, wanaona hawana nafasi hiyo ya kutoa taji. Zakazakazi kama msemaji wao. Umemsema Zakazakazi ni afisa habari wa Azam FC, ndio? Kuna mahesabu ukipiga wao wanaona kama ni ngumu kwao, kuna mechi zosalia. Yeye inawezekana ni mind game. Mimi naweza ngasema ni mind game. Kwa sababu gani? Yeye anawezaje kusema wakati michezo haijachezwa?
Wewe unajua Azam mechi zijazo ataperform vipi? Wewe unajua Simba mechi zijazo ataperform vipi? Unajua Yanga mechi zijazo ataperform vipi? Kwa nini? Yeye ni mind game. Lakini mimi kama mimi ni afisa habari wa Azam FC, siwezi nikasema neno kama hilo. Wakati mimi naona kabisa michezo yopo nikiperform vizuri, naweza kwenda kuchukua ubingwa. Huenda alipiga mahesabu kwamba mechi watazoshinda wao na wenzao wenda wakishinda zile mechi au wakapoteza mechi kadhaa, still hawatafika katika pointi zile ambazo wenzao wanazo Simba na Yanga. Kaka, katika issue ya mchezo wa mpira wa miguu sio mtihani wa darasani. Hiyo mind game unaoisema, unahisi kwamba Simba na Yanga wanaweza wakapumbazwa na hiyo na maneno za kazi kwamba walest kwamba tayari tushachia ubingwa? Kazi ya afisa habari ni kusema kile ambacho anaona ni sahihi yeye. Sawa, ndo kazi yake. Ulitaka aseme nini? Kwa hiyo anaweza akasema, je, ikitokea akashinda hawa akachukua ubingwa atasema nini? Atabadilisha ule msemo. Kwa sababu gani mpaka sasa hivi katika hizi vilabu vitatu hakuna klabu ambacho tayari kimeshajihakikisha kwamba nimechukua ubingwa. Si umeelewa? Ila vipo vilabu ambavyo viwili vina asilimia mpaka sasa kwamba huyu anaweza kumzidi mwenzake 500, huyu hivyo. Si ndivyo au? Kaka, utasema ni 50 kwa 50 mpaka sasa? No, kaka iko hivi. Sawa. Ligi ya Tanzania ndo maana nasema kwa ligi namba 4 bora barani Afrika, si ndio? Na inaje kufananishwa na kwa mfano nikutolee mfano. Kuwa ligi bora tunazungumzia barani Afrika. Lakini tukienda nchi za wenzetu kwa mfano kama England wanasema EPL, English Premier League ni ligi bora. Ni ligi ambayo unapendwa sana kwa sababu ni bora. Yaani uendi na matokeo mfukoni. Wa mwisho anaweza kumfunga wa kwanza na wa kwanza akafungwa na wa mwisho. Vyote vinawezekana. Vivyo hivyo kwa ligi ya Tanzania kwa hivi sasa jinsi ilivyofikia. Unaweza kuona hata Ken Gold akimfunga Yanga au akimfunga Simba au akimfunga Azam bila kujalisha ni ukubwa wa Yanga au ukubwa wa Azam. Ni kwa namna gani watakavyokuwa wamejipanga namna ku approach mchezo kufikia huo mchezo, kwa sababu wao inawezekana wao wanahitaji kunyanyaswa katika janga la kushuka daraja. Wao wakaja na game plan nzuri wakaweza kuibuka na alama 3. Kwa hiyo kwa mimi kusema kwamba nani sijui tayari ameshajihakikishia ubingwa, mimi kwa upande wangu mimi siko na hao wanaoamini hivyo. Mimi naamini bado ligi mbichi sana kwa watu wawili Simba na Yanga na Azam, kwamba bado mpaka sasa hivi haionekani nani atachukua ubingwa. Ndivyo unapomaanisha? Yeyote ana deserve kuchukua ubingwa kutokana na alama na michezo ambayo imebaki. Tumeshasema kwamba mpira wa miguu ni mchezo ambao una maajabu yake. Sawa, una maajabu yake. Tulishuhudia hata last season kwa mfano upande wa EPL. Tuliona Manchester City alikuwa akizidiwa na Arsenal, alikuwa na alama zaidi ya 8. Yaani lakini ukiangalia Manchester City aliweza kutoka nyuma kuwapita mpaka kaenda kubeba ubingwa. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinawezekana kwa nani. Kwa hiyo katika vilabu hivi vitatu kiachilia mbali vilabu vingine ambavyo vinafuata baada hapo. Lakini katika vilabu hivi vitatu Simba, Yanga, Azam yeyote anaweza kuwa bingwa. Okay. Young Africans dirisha dogo walimsajili Jonathan Kangalombo. Alikaa nje sana kwa muda fulani. Walisema muda mwingine ni fitness yake sio nzuri. Watu wakaanza kumbeza, ila sasa ameanza kupata nafasi. Nataka kidogo unielezee ni mchezaji wa aina gani kwa mechi ambazo umemshuhudia. Kwa hiyo watu wanasema mchezaji mzuri unamwona ndani ya dakika 5 tu. Amecheza mechi ngapi Kangalombo? Mpaka sasa anaweza kumcheza mechi 4, japo sio zote kwa dakika 90. Daniel Ateba alivyokuja Simba, alicheza mechi ngapi akaonekana kuwa performance ya hali ya juu sana? Ateba ilikuwa ni mechi 3 za mwanzo, moja kwa moja ya Azam nakumbuka alipachika bao 2 kama niko sahihi. Kwa hiyo Kangalombo amecheza mechi 4 kwa performance ya hali ya juu. Daniel Ateba alicheza mechi kama 3 mpaka 4 kwa performance ya hali ya juu. Leo hiki kinachomkuta Ateba na hicho tunakiona. Tusubiri hata kwa Jonathan Kangalombo. Hatuwezi kujua, tunamuombea. Hawezi kuwa na consistency ya performance. Unless otherwise, kwa sababu wapo wachezaji wengi ambao wamekuja wakiwa na performance kubwa. Angalia mtu kama Joshua Mutale, ni mchezaji ambaye ameimbwa sana. Ukiachilia mbali, yani wapo mashabiki wengine unasikia wanasema kwamba kwa namna jinsi ambavyo alikuwa na hype, alipewa hype kubwa Joshua Mutale, angetakiwa kupewa hype hiyo Elie Mpanzu. Angalia Elie Mpanzu amekuja kimya tu nini kimya, lakini angalia sasa hivi ni mchezaji ambaye anasema anazungumziwa na vitu na vyombo vingi vya habari na wadau wengi wa michezo tofauti na Joshua Mutale. Kiwango cha Joshua Mutale unaona sasa hivi kiko low sana kiasi kwamba ni mchezaji ambaye kama vile anaondoka katika mipango ya mwalimu pia au katika mipango ya benchi la ufundi. Kwa hiyo hata kwa huyo Kangalombo nafikiri tumuombee aendelee kuwa na performance zaidi kwa sababu sisi hatujui mipango yao Yanga walimsajili kwa target zipi. Inawezekana sisi tunamuona na performance kubwa kumbe wao wakumsajili kwa target hizo. Kwa hiyo kama watafika target zao basi itakuwa ni kitu kizuri pia aendelee kuwa bora zaidi kwa sababu
inawezekana Yanga wao walikuwa na plani ya kumsajili ya kucheza CAF Champions League. Sio, umeelewa? Labda ndio ilikuwa target kwa huyo mchezaji. Kwa hiyo sisi tunamuona huku tunasifu, kumbe wao hawafurahishwi kwa sababu target yao haikuwa hapa. Kwa hiyo kwa mchezaji kama mchezaji anaonyesha performance nzuri, tumwombee aendelee kuwa na performance nzuri. Ngoja nichomeke kidogo maneno. Umemwangalia Elia Mpanzu kwamba hakuwa hyped kama Mtale, ila unajua kwamba Simba walimsubia Mpanzu ameenda kufanya majaribio Ubelgiji, akarudi ndipo akamchukua na amepambana sana. Unaona mpaka amesajiliwa muda ambao ligi ishaanza, na pia Elia Mpanzu kwa MVP Kongo. Ukisema kwa hyped na kwa sele kwamba kwa kumpa hiyo nguvu kama aliyopewa Budo. Umesema kwamba Elia Mpanzu alienda kufanya majaribio huko, si ndio? Hasingeweza kuzungumzika kwa Tanzania hapa katika wachezaji ambao wanatarajia kusajiliwa kwa sababu yeye hakuwa tayari kwenye mipango ya Simba. Ingawa Simba walikuwa na interest ya kumhitaji Elia Mpanzu. Lakini ninachokizungumzia hapa kwa namna jinsi alivyopewa hype, kwa sababu Budo Joshua Mutale alikuja katika kipindi hicho cha usajili ambacho alifika, ina maana alisajiliwa katika kipindi hicho. Amemwona, amekuwa amecheza naye. Yes, kwamba hapa sasa hii ni mashine. Means kwamba alivyokuwa anazungumziwa, alikuwa anazungumziwa kwa kiwango kikubwa sana, ambavyo alichokuja anacho deliver sasa hivi ni tofauti na kilichozungumzika. Kwa hiyo nimesema kwamba mashabiki wengi wa Simba wanatamani jinsi alivyozungumzika Joshua Mutale, Budo angezungumzika hivyo Elia Mpanzu. Lakini all in all wachezaji wote tunatamani wawe na kiwango kizuri kuhusiana na nani. Kwa mfano hata Joshua Mutale inawezekana performance imeshuka tu, lakini si tu kwamba ni mchezaji mbaya, umeelewa? Na wenzetu wazungu hawasajili mchezaji kwa kumtegemea, tofauti na mataifa yetu ya Afrika. Hapa mara nyingi kusajili mchezaji unakuwa unakategemea wako kaje kadeliver unachokitaka. Wenzetu hawako hivyo. Naweza kusajili kuonekana kiwango chako akija nani wanakuweka kwanza pembeni. Inawezekana wakakutoa hata kwa mkopo kwenye klabu vingine ili uwe na fitness. After hapo wanakurudisha. Umeelewa? Lakini kwetu sisi Tanzania au Afrika bado hatujaona ule uwezo wa kumaintain wachezaji wengi, especially wachezaji wa kigeni.